Nikianza kwa kata ya Lituta, hii ni yale ambayo ameyafanya mheshimiwa mbunge ndani ya miezi mitatu tu kabla hata hajaenda kuapishwa. Kapigiwa tu kura za serikali yeye mwenyewe kutokana na hela yake ya mfukoni mwake nje ya hela nini ya serikali. Kata ya Lituta alianza kugawa mifuko ya simenti 30 katika kanisa la KKT, alitoa bati 30 katika msikiti wa Lituta. Mheshimiwa mbunge aliweza kusafirisha mgonjwa gharama shilingi 600,000 ambayo ile mtoto alikuwa anaumwa sana. Baada ya kufika kwenye ofisi ya mbunge akajitolea shilingi 600,000 ili mgonjwa aende kutibiwa dawa, lakini kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu alimchukua. Mheshimiwa mbunge aliweza kufutulisha misikiti yote 22 ya jimbo la Madaba katika tunasema sherehe za Waislamu. Mheshimiwa mbunge aliweza, hii ni kata ya Lituta nazungumzia. Mheshimiwa mbunge aliweza kuwasaidia sherehe ya kina mama shilingi 300,000 kwa ajili ya kufanikisha sherehe ya kina mama siku ya wanawake duniani. Hacha hiyo alitoa gari yake bure kuwachukua hapa Madaba kuwapeleka Mbinga na pia kuwarudisha Madaba tena. Na hilo aliweza kuwachangia tena sherehe ya kina mama usiku wa wanawake shilingi 300,000 tena usiku. Pia mheshimiwa mbunge aliweza kusaidia katika shughuli za kijamii za kila siku kwenye misiba pamoja na sherehe. Lakini acha hilo, nje ya hayo kuna swala la mfuko wa jimbo. Ni hela ambayo mheshimiwa mbunge anaipangia matumizi yeye na kamati yake. Kwa kata ya Lituta, mheshimiwa mbunge aliweza kujenga eneo kwa ajili ya kupumzikia wanamama wanatoka kujifungua katika hospitali yetu ya wilaya. Ilikuwa changamoto kubwa, ni muda mrefu. Lakini pia alitoa hela shilingi milioni 6.4 kwa ajili ya ujenzi wa choo sekondari ya Madaba. Kata ya Lituta. Lakini tukienda kata ya Mchangembole, naamini wenyewe wako hapa. Mheshimiwa mbunge alitoa hela kutoka mfuko wa jimbo kwa ajili ya ujenzi nyumba ya mganga ambayo ilikaa miaka 10 bila kumaliziwa. Kwa gharama ilikuwa ni shilingi milioni 7.8. Sasa hivi nyumba imekamilika na mganga yupo tayari kwenda kukaa pale. Lakini pia alitoa hela kwa ajili ya kuchimba visima katika shule ya Ruimba kata ya Mchangembole. Najua wana Mchangembole hiyo taarifa wanayo. Lakini nje ya hiyo alitoa ujenzi wa kivuko cha Luambara, ujenzi wa kivuko Luambara. Lakini nje ya hayo akafika katika kata ya Gumbilo, alitoa mifuko 50 kumalizia ofisi ya kijiji ambayo ilikuwa na mgogoro kwa muda wa miaka 6. Alitoa microscope walimuomba kwenye zahanati ya Mbangamawe. Ilikuwa changamoto ya vipimo, gharama yake ni milioni 2.5. Hiyo ndio alitoa pale. Lakini nje ya hapo kata ya Gumbilo alitoa vifaa vya kumalizia ofisi ya kata katika idara ya umeme. Ile ofisi ilikuwa haina umeme. Alitoa vifaa vyenye thamani ya milioni 1. Hiyo ni hela yake ya mfukoni. Sababu kufika pale kipindi anaenda kuomba kula, hiyo ilikuwa ni ahadi yake kwa ofisi zile hatazimalizia nje ya utaratibu wa nini wa serikali. Tukifika Mkongotema, naamini juzi tumetoka kukamilisha ugawaji na umaliziaji wa zahanati ya Mkongotema. Wale wenzetu wa misitu walisaidia bati pamoja na boliti, lakini ofisi ya mbunge, mheshimiwa mbunge ameweza kutoa milioni 3,640 kwa ajili ya kumlipa fundi wa kuwezeka ile zahanati iweze kukamilika. Lakini kisha ya hapo Mkongotema tena mheshimiwa mbunge ameenda kusaidia hosteli ya Magingo. Thamani ya milioni 3,640 kama ilivyokuwa zahanati kwa ajili ya umazaji wa hosteli, kulikuwa kununua gypsum pamoja na kumalizia milango ya choo pamoja na vitanda vya ile bweni. Tunakuja Wino mheshimiwa mbunge ameweza kutoa mifuko ya cement 315 kwa zile ofisi za vitongoji zote ambazo hazijamaliziwa. Kila ofisi ya kitongoji itapata mifuko ya cement 50. Mheshimiwa mbunge safi. Tunaenda Matetereka, ndio kata ilikuwa ya kwanza ambayo ilileta mgogoro kama alivyosema mzee wangu. Kwa nini mbunge anakuja Matetereka tu? Matetereka mheshimiwa mbunge anasini kwa ajili ya hiyo hostel ambayo mmeisema hapa. Mmesema kuna barabara haiendeki kule. Ili uweze kufika kule kwenye hostel lazima barabara iwe ikarabati. Lakini mheshimiwa mbunge alitoa hela yake ya mfukoni kwa ajili ya kukarabati hizo barabara ni shilingi 600 pamoja na kutoa bati 90 kuwezeka hilo jengo la hostel katika kata ya Matetereka. Hiyo shule. Lakini pia juzi tumepeleka sim tank 2. Tumepeleka sim tank 2 kwa ajili ya kikundi C
nadhani mzee atakuwa anajua pale, mzee wa Maweso kikundi C, simtanki mbili waliomba kwa ajili ya maji, na shule yenyewe ya Matetereka ilikuwa na shida ya kuweka maji, kwa hiyo tumewapelekea kwenye simtank. Lakini wino tuliwapelekea tena vifaa vya maji katika shule. Katika shule ya Lilondo waliomba miundombinu ya maji, tuliwapelekea. Matumbi tumepeleka madirisha hata ya kituo cha afya, naamini mwenyekiti wa halmashauri hapa yupo, kupitia ile mfuko wa jimbo. Yote haya ameyafanya mbunge, lakini kuna mengine ameyafanya kupitia mfuko wa jimbo, kuna mengine ameyafanya kupitia lake ya mfukoni. Yale maafa sijazungumzia kwa sababu wazee mmeyazungumzia na mlikuwa mnayaona nyinyi wenyewe, maafa yaliyotokea Maweso, maafa yaliyotokea kata ya Mahanji. Lakini mengine mengi kupitia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, naamini mwenyekiti tutakapopita kule mikutano ya kijiji, tutapita na serikali moja kwa moja, watayazungumzia huko. Baada ya kusema hayo, nipende kukabidhi mheshimiwa mbunge.